na kukaribisha katika makala yako pendwa ya Suluhu. Na leo tunatazama namna ambavyo vyuo vya elimu ya juu vinavyoleta suluhu ya mambo katika nchi hii ya Tanzania. Na kama unavyojua, hivi sasa nishati ni swala la muhimu sana. Kampeni kubwa inaendelea ndani ya Tanzania na duniani, ikiakisi kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha nishati safi. Zaidi ya mamilioni ya Waafrika na Watanzania wanatumia nishati isiyo safi. Mkakati mkubwa unapigwa hivi sasa kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa ni sehemu ya wataalamu wengi ama wananchi wa kawaida wanatumia nishati safi. Tuko hapa katika kampasi ya Kikuletwa, ambako hiki ni sehemu ya kampasi mpya ya Chuo cha Ufundi Arusha. Wataalamu wanaoendana na zama za sasa wanataraji kutokea hapa. Na hapa panataraji kutoa wataalamu wengi zaidi wakijikita katika kuendesha mifumo na ubunifu katika nishati safi. Na tayari wataalamu wengi wameshaanza kupata zama hapa. Ni miongoni mwa kampasi ya mfano kabisa inayoakisi zama za sasa za sayansi na teknolojia, na inayoakisi kuleta suluhu ya wataalamu katika masuala ya nishati Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Na tayari Chuo cha Ufundi Arusha kimejipanga na kujifunga mkaja kuhakikisha kwamba taasisi hii ama kampasi hii ya Kikuletwa inakuwa mfano. Ubunifu umefanyika hapa, fedha zilizowekeza hapa takribani bilioni zaidi ya 37 zikiwekezwa hapa kuleta majengo haya. Ilikuwa si kazi rahisi kuondoa pori kuwa katika taswira hii na kisha kuwapata wataalamu watakaoweka hali hivi. Kampasi hii inaakisi kitakachotoka hapa, kitakachojaribu kuleta hali ya nishati safi katika bara la Afrika. Hizi ni zama za Afrika, kutoka Afrika ya harakati za uhuru na sasa Afrika inayotafuta uhuru wa kujitegemea katika masuala mengine ikiwemo nishati. Nishati ni masuala muhimu. Karibu katika makala Suluhu, tutazame suluhu katika masuala ya nishati safi. Ni kampasi mpya ya Chuo cha Ufundi Arusha, ambayo kampasi hii kwa mujibu wa ilani ya Chama cha Mapinduzi iliyopita, chuo hiki kimekusudiwa kuwa kituo cha umahiri katika maeneo ya nishati jadidifu. Na ukiangalia kabisa ni kwamba tunaendana na mama. Mama anaongelea masuala ya nishati jadidifu, kuwasaidia Watanzania kuondokana na shida za kutumia kuni, mikaa ambazo zinaleta madhara kwa afya za Watanzania. Lakini mama pia hakuishia hapo, tunaenda mbali kwamba hata Afrika pia kwa ujumla wafaidike. Kwa hiyo serikali yetu kwa madhumuni mazuri kabisa imeamua kuwekeza hapa kituo hiki kwa ajili ya kutatua matatizo yanayohusiana na nishati jadidifu. Kwa hivyo chuo hiki ukiangalia kama kiko tayari, tunao majengo mazuri kabisa, na programu ambazo zimekusudiwa hapa kufundishwa ni pamoja na umeme ambao utazalishwa kwa maji, maporomoko ya maji, ambao hivi ninavyoongea mkandarasi yuko site tayari anatengeneza mtambo huo, na tunataraji baada ya kuisha mtambo huo tutautumia kufundishia wanafunzi wetu katika eneo hilo la umeme wa maji, lakini pia tuzalisha umeme kidogo ambao pia utasaidia chuo na nchi kwa ujumla. Nipende kusema kwamba hii kampasi ni ya kipekee kwenye upande wa nishati jadidifu, ukiacha na huo mtambo wa kusukumwa na maji, mean hydroelectric power. Hii kampasi unaoona haya majengo yote yamekuwa connected kwenye mfumo wa maji taka. Na huu mfumo wa maji taka tumetengeneza mtambo kwa ajili ya kuzalisha gesi. Nafikiri umemsikia mama, yeye ndio pioneer wa nishati safi ya kupikia. Sasa hii nipende kutamka kwamba hii campus imezingatia hilo. Ule uchafu wote unaotoka kwenye haya mabweni unaenda kuzalisha nishati kwa ajili ya kutumika kwenye hii campus. Hatutatumia kuni, hatutatumia umeme.
hatutatumia ile gesi ya kununua, nishati tunaizalisha hapa. Na huu mtambo ni maalum kwa ajili ya kuzalisha hiyo nishati, na pamoja na utakuwa unatumika kuwafundishia wanafunzi jinsi ya kutengeneza infrastructure ya kiwango cha kiwandani na pia majumbani. Kama ni kwanza unafuatilia makala yetu ya Suluhu, tunatazama namna ambavyo taifa la Tanzania linaleta suluhu katika masuala tofauti tofauti. Na hapa tuko katika kampasi mpya kabisa ya Chuo cha Ufundi Arusha. Na kama unavyojua, Tanzania imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba inatengeneza ama kuzalisha wataalamu ambao watakwenda kukidhi mahitaji ya sasa ya kutoka kwenye nishati chafu kuelekea kwenye nishati safi. Kampasi hii hapa kazi yake ni moja tu, kutoa wataalamu ambao watakuwa mahiri katika masuala ya nishati jadidifu. Najua ajenda ya dunia inaelekea huko. Tunaangalia kwa namna gani Tanzania imeamua kuchukua kurasa mpya katika hayo. Na kama ulikuwa unafikiri kwamba ni bla bla, Tanzania imeamua kushika hatamu yake. Kama ilivyoshiriki katika harakati za ukombozi wa nchi nyingi za Afrika, sasa inashiriki katika hatua nyingine katika kutengeneza wataalamu wanaohitajika sasa. Mambo haya yanafanyika Tanzania. Takribani bilioni za pesa zimewekezwa hapa ili kuwatoa Watanzania. Lakini sio Tanzania tu, tutapata kuzungumza na Profesa Musa Chacha jinsi ambavyo wataalamu kutoka hata nje hapa watakuwa na nafasi hapa. Na sasa nazungumza na Profesa. Profesa, habari za leo? Salama kabisa. Niwapongeze, manake tulikuwa tunapita tu huko na watu wanakifahamu Chuo cha Ufundi Arusha, lakini hawakujua kama kuna makubwa yamefichika huko na tafsiri. Hebu tuambie, hii ni kampasi gani, nini kinafanyika hapa, kiasi gani cha fedha kimewekeza hapa na kinataraji kuleta matokeo gani katika dunia ya sasa? Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kunipa nafasi hii. Kiasi cha shilingi bilioni 37, na bahati nzuri kwa umetengewa kwa Chuo cha Ufundi Arusha kwamba ianzishe kituo mahiri kabisa kitakuwa inafundisha vijana kuwapa ujuzi kwa masuala ya nishati jadidifu. Tulipokea hizo fedha na tukaanza kutekelezaji wa jambo hilo. Kwetu ilikuwa ni rahisi sana kwa sababu ilikuwa ni utashi wa kisiasa. Mheshimiwa Rais alidhamiria lifanyike na uzuri akahakikisha kwamba hizo lazima tufikia, na tukaanza kazi ya hiyo. Na campus tayari imeshajengwa. Nafikiri ukiangalia mazingira utaona tayari hostel ni kubwa tu ambazo zina uwezo kuwachukua wanafunzi 600 kwa wakati mmoja. Na tayari kuna workshop zishaandaliwa, zipo na madarasa mazuri kwa ajili ya hizo kuhakikisha kwamba vijana wanapata ujuzi unaotakiwa. Na tayari hata vijana waliopo tayari wameshaanza kutengeneza baadhi ya vifaa vya teknolojia vitakavyotumika kuhakikisha kwamba ndugu zetu sehemu mbalimbali, hasa kina mama zetu, wanaepukana kutumia kuni na mkaa wakati mwingine akajua kupikia. Profesa, najua hilo ni swala muhimu. Tanzania hivi karibuni tu ilifanya mkutano mkubwa. Dunia nzima ilikuja Dar es Salaam. Rais akibeba ajenda ya 2030 kwamba ifikapo 2030 Watanzania zaidi ya nusu wao wamefikiwa na nishati safi. Kwa namna gani hiki kinachowekezwa hapa takriban bilioni 37 zinaakisi dhamira ya nchi kwenye kuyafikia hayo? Ni kweli ni dhamira ya nchi, kwa sababu tukizungumzia mfano eneo la nishati, ninajua kwamba watu wengi sana wanajua sana nishati ya umeme. Ni kweli. Sasa umeme huu, hiyo nishati mfano ya kupikia zipo aina mbili. Na chuo hiki kiliangazia sana kuzalisha, kuwafundisha wanafunzi ujuzi wa kuzalisha umeme kupitia nguvu ya maji, lakini vile vile kutumia nguvu ya jua. Unaona hapa tulipokaa kuna jua kutosha kabisa. Na ndio maana tulidesign hii mradi wa eneo hili, kwa sababu kuna jua kutosha, lakini vile vile kuna mito ambayo baadaye nitakuelekeza kwa nini tumeamua kuifanyia hapa. Na vile vile tukao tunatumia, tunafundisha vijana na kuzalisha nishati safi kupitia taka ngumu. Unajua kwamba taka ngumu ina mbalimbali inaweza kutumika kuzalisha gesi kwa ajili ya kupikia. Na baadaye tutafika kule Chilo utapaona kwamba vile vile si kwamba tumejenga campus na workshop. Hapana. Mheshimiwa Rais amedhamiria, ametupa na fedha ya kujenga kabisa mtambo wa kufua umeme kama ule ambao tunaona kule Mwalimu Nyerere, lakini haka ni kadogo kwa ajili ya kufundishia, lakini hakutazalisha umeme. Kazi hii inafanyika hapa? Ni hapa. Niunganishe na swali hapo Profesa. Najua ninyi mmoja kati ya umaarufu wenu mkubwa ni kutoa wataalamu ambao wanajifunza kwa vitendo. Chuo cha Ufundi mna hiyo sifa, na wengi wanajua watu mkitoa wataalamu wanakuwa wanatosha. Kwa namna gani hilo limezingatiwa hapa, hasa kupata wataalamu ambao wanahitajika na wanalingana katika mahitaji ya sasa? Swala la nishati ya umeme imekuwa ni changamoto kubwa Afrika.
Kwa namna gani uwepo wa chuo hiki Afrika itategemea hapa na Tanzania itajitambulisha katika dhamira hii? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Ni kweli uchokisema ni sahihi kabisa. Vyuo vyetu vingi, especially chuo chetu cha ufundi Arusha, ukienda DIT, ni vyuo ambavyo tumejiwekeza sana katika kufundisha wanafunzi kutumia utaratibu unaitwa competence based. Ni kwamba kweli ataingia darasani, lakini sisi tunampima mtoto kwa kufanya mwanafunzi kufanya kile kitu ambacho atakiwa kifanya. Kwa hiyo kama yafundishwa kwamba awe na ujuzi wa aina fulani, sisi tutajua kwamba ujuzi wake umefanikiwa baada ya kufanya. Sasa mradi huu tulionao hapa ni kweli kwa ajili ya Watanzania. Lakini vile vile Mheshimiwa Rais amefungua nchi na imefungua kiasi kwamba hata wenzetu kutoka nchi mbalimbali watakuja kusoma hapa. Mradi huu mfano watu kutoka Kenya, nchi nyingine, hata nchi nyingine kwenda Sudani, wote ambao wanataka kujifunza mambo hayo watakuja chuo cha ufundi Arusha. Maana huu mradi unajumuisha vile vile kwa ruhusa na watu wengine wa nchi nyingine kuja kujifunza hapa. Na tuliamua kwamba wanafunzi ili kujifunza vizuri lazima kuwepo na vitu kujifunzia. Sio tu kusoma, kama ni kuzalisha umeme aingie kwenye mtambo azalishe umeme. Kama jinsi ya kutoa huo umeme kupeleka watu wengine ajifunze wakiwa na mtambo wenyewe. Kwa hiyo mtambo huu watu kufanya kazi ni kwamba nafikiri kufikia mwezi wa 10 tutaanza kuzalisha umeme. Watakuwa wanazalisha umeme mle ndani ni wanafunzi wetu. Watakuwa na control mitambo ni wanafunzi wetu. Kwa hiyo kitoka hapo sasa wakaajiriwa mfano sehemu kama bwawa la Mwalimu Nyerere au sehemu nyingine ambayo inazalisha umeme. Tayari ni vijana ambao wanaenda mazingira ambao wanayajua na wako wanafanya. Profesa, chuo cha ufundi Arusha kina umaarufu mkubwa na kimezalisha wataalamu huko na huko. Kipi ambacho unaweza kukisema kwamba hapa mmedhamiria kuweka historia ambayo itaitambulisha si tu masuala ya teknolojia na ufundi Tanzania, lakini pia itakuwa na ushindani ambao utalingana kabisa na kiwango cha dunia ya kwanza? Ni kweli. Mpango mkubwa tulionao ni kuhakikisha kwamba moja, tunatoa vijana ambao na ujuzi mkubwa sana, lakini ujuzi huo hautakuwa ujuzi peke yake. Kuna mikakati mingi tulionayo. Moja hapo ni kwamba hapa tutaanza kuwa tutakuwa nasema ni karakana ya kuzalisha vifaa vinavyotumika katika nguvu ya jua na nguvu ya maji, hata vivyo nguvu ya upepo. Mfano tayari tumeshatengeneza mahusiano na wenzetu wanaitwa Solar Alliance. Walikuja Wizara ya Nishati, na mshukuru sana Mheshimiwa Biteko aliridhia ya kwamba mradi huo sasa uelekezwe kwenda chuo cha ufundi Arusha. Na tayari maandalizi yameshaanza. Tutaandaa vile vifaa vyote na vile vinatumika, mfano ile solar panel na vifaa vyake vyote vitakuwa vinazalishwa hapa kwa chuo cha ufundi Arusha. Kwa hiyo vijana wetu wataanza kuwa wanazalisha wakiwa hapa. Sasa unaangalia kijana ambaye amekaa hapa akajifunza kuzalisha vifaa, unafikia kitoka hapa atakuwa nani? Maana yake ni kwamba kitoka hapa utasikia kijana anaanzisha kampuni yake iko Iringa ya kuzalisha vifaa vya kutumika katika nishati safi na sehemu mbalimbali au nchi nyingine. Kwa maana yake ni kwamba tutazalisha vijana ambao kweli ni matajiri. Na ndio mpango wetu huo. Tumedhamiria na ndio nia Mheshimiwa Rais kuondoa umaskini Tanzania. Na ndio nafikiri naelewa hilo. Profesa, tutazungumza hapo punde baadaye mengine, lakini ilikuwa ni awali tu kuonyesha Watanzania kwamba nini mnafanya, lakini pia dhamira kubwa mnayofanya. Najua tutazungumza punde tu mambo mengine, na tutakwenda kuona namna ambavyo kule wanajenga, namna ambavyo matazamio yanategemea kuzalisha umeme hapa na kila kitu. Nikushukuru sana. Asante sana. Profesa Musa Chacha, tukizungumza namna ambavyo chuo cha ufundi Arusha kimeweka dhamira kubwa hapa. Wanasema upekee ama safari ama mwendo inategemea dereva anaendesha namna gani. Mwendo wa dereva unaashiria usalama wa abiria. Mwendo wa mkuu wa chuo unaonyesha namna ambavyo imedhamiria kuwa kinara katika masuala ya nishati. Ni katika kipindi ambacho Tanzania ilichukua kinara kwamba itapaza sauti kuliko nchi zote za Afrika kwamba ifikapo mwaka 2030 zaidi ya nusu ya Waafrika waweze kutumia nishati safi. Sauti hiyo ilitoka Dar es Salaam, Tanzania, na yanayotokea Arusha yanaakisi kwamba Tanzania imeamua, kwa sababu sasa itakuwa na wataalamu wa kuweza kuzalisha umeme katika nyanja zote unazozijua wewe, itakuwa hapa. Na hapo baadaye tutaweka fununu hapo. Najua hivi majuzi Rais amezungumza kwamba sasa lazima uranium tuitazame. Je, hiyo itakuwa sehemu? Tutatazama. Lakini hapa inaakisi kwamba Tanzania imeagana na nyonga, na tunaona jinsi wataalamu walivyojipanga kuweka heshima kubwa ya taifa la sasa na kuwa na wataalamu watakaotosha. Endelea kufuatilia makala Suluhu, tukitazama suluhu katika chuo cha ufundi Arusha na kutazama kwa namna gani wataalamu wamejipanga kuleta suluhu
suluhu ya mambo katika maeneo tofauti. Katika huu ushirikiano tulionao pamoja na chuo cha Clemson University kilichopo Marekani, kwa mimi binafsi nimenufaika. Kwanza nimebahatika kwenda nchini Marekani kutembelea chuo chao, kuona vifaa wanavyotumia, kuona namna ambavyo wanatafuta elimu ya kuhusu uhandisi kwa ujumla. Kwa sasa ninafanya project ambayo nitaweza kupima mapigo ya moyo ya mgonjwa ambaye anakuwa ana matatizo ya moyo, ambacho hicho kifaa kitakuwa ni very portable, kitakuwa kinatumika nje ya hospitali pamoja na ndani ya hospitali. Inakuwa inapunguza ile foleni ya wagonjwa ambao wanakuja kupima mara kwa mara hospitalini. Fani ninayosoma mimi inatoa wataalamu wengi sana katika fani za umeme. Pia inatoa wataalamu wengi sana katika fani za viwandani. Viwanda vyote vinavyofanya kazi vinahitaji katika ulimwengu huu wa sasa, viwanda vingi vinafanya kazi vyenyewe. Sasa namna jinsi viwanda vinavyofanya kazi, vile ndo namna ambavyo sisi maengineer tunaenda kuprogramu mashine zile ziweze kufanya kazi. Kupitia wataalamu waliopo kwenye vyuo hivi pamoja na chuo chetu tuliweza kutengeneza mtaala ambao umeweza kufanya kazi kwa uzuri kabisa kuweza kutengeneza wataalamu hapa nchini ambao wanaweza kuajirika moja kwa moja na kusuluhisha matatizo haya ambao nadhani kwa asilimia kubwa nchi yetu imeweza kuona manufaa ya moja kwa moja, kwa sababu sasa angalau katika kila hospitali yupo mtaalamu ambaye ana uwezo wa kutengeneza hivi vifaa na kuvinstall vinapokuja vipya na kuviservice vile vile. Kwa hiyo kwa kweli ni hatua kubwa na nadhani ni manufaa kwa nchi kwa kiwango kikubwa. We've been working together with ATC for several years. We have students in the biomedical engineering program at ATC and our biomedical engineering programs that work on design projects to make devices to help for healthcare, and they collaborate remotely. And then we have once a year, I think we usually come to ATC and have a presentation to each other, and then we've started having some of the ATC students also come to Clemson for a visit last spring. So ATC students are amazing, and we have had some of them come to graduate school at Clemson, and I hope more will come. So they're very, very talented. I think they recently had the Innovation Week and really showcasing some of the innovative designs that the students have come up with. And that's part of the reason that we collaborate, is that together we can work on solutions for healthcare problems that can help both in Tanzania, but also that we can use back in the US. And that collaboration really has made a lot of difference. And I hope that the students know that they are really top-notch. And I really hope that some of them think about taking some of their innovative ideas and kind of pushing it forward and maybe doing startups or pushing it to industry. Kinachoendelea hapa ni ujenzi wa mtambo wa kufua umeme kwa nguvu za maji yenye ukubwa wa megawati 1.65. Huu mtambo umejengwa mahususi kwa ajili ya kuimarisha mafunzo kwa vitendo kwa vijana wetu wanaofanya kozi zinazohusiana na ufuaji wa umeme kwa nishati jadidifu. Uwepo wa mtambo huu unakuja kujibu swali ambalo lilikuwa kubwa sana kwa waajiri wengi, kwamba wanafunzi wanapomaliza masomo wanakuwa hawana ule uzoefu wa kutosha wa mafunzo ya vitendo. Kwa hiyo kwa kuwepo mtambo huu utawezesha wanafunzi wetu toka wanapoingia wanakuwa tayari wanasoma kwenye mazingira ambayo wanaenda kufanyia kazi. Kwa hiyo tutapata wanafunzi ambao wamegraduate au wamemaliza wakiwa na ujuzi kamili wa kwenda kufanya kazi bila kuhitaji mafunzo mengine ya ziada. Kwanza ifahamike kwamba ujenzi wa mtambo huu unafanyika kwenye sehemu mbili. Kuna sehemu ambazo zinaendelea site sasa hivi ambazo ni kujenga ile nyumba ya mtambo ambao mpaka sasa imefika 40%. Lakini upande mwingine ni vifaa vya umeme, vya ufuaji umeme ambavyo hivyo vinafanyika nchini China na tayari vimekamilika, viko bandarini tayari kuja kufungwa hapa na kuanza kazi za uzalishaji umeme. Mpaka sasa kazi za site ujenzi wa power plant hii kwenye upande wa vifaa umefika 100%.
Ndio maana kuna vifaa vichache tu ambavyo tutavipokea bandarini na kuja kukamilisha ujenzi wa mtambo huu ambao tunategemea mpaka mwishoni mwa mwezi wa 10 tayari kila kitu kitakuwa kimekamilika. Tunachokifanya hapa ni tunajenga chanzo cha umeme kwa njia ya maji kama mnavyoona hapo nyuma. Na katika vyuo vyote hapa Tanzania, actually sisi ndio wa kwanza. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya kitu ambacho kinaitwa, tunatoa mafunzo kwa vijana, lakini pia tutakuwa tunaonyesha pia kwa vitendo jinsi umeme huo unavyofuliwa. Kiukweli sana, hata mimi mwenyewe binafsi imenisaidia sana, kwa sababu kwa mara ya kwanza nimeweza kupata ufanisi moja kwa moja wa namna vyanzo hivi vinavyojengwa toka mwanzo mpaka tunapoenda kukimaliza kukijenga. Kwa hiyo kwa mimi kama mimi ambaye pia ni mkufunzi katika chuo hicho husika, imenisaidia katika kujenga ile tunasema utambuzi yakinifu katika eneo husika na ulifanya kazi, lakini pia hata tunapokuja kuwafundisha hawa vijana watakuwa wanakiona kitu chenyewe kabisa. Tunapotoka darasani na kuja katika eneo husika wanaona kitu kinapofanyika. Katika mradi huu umegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni usanifu na sehemu ya pili ni ujenzi. Na usanifu ulianza tangu mwezi wa 5 mwaka jana, na kuanzia mwezi wa 11 tulianza ujenzi katika mradi huu wa Kikuletwa. Mpaka sasa ujenzi unaendelea. Ujenzi ambao tunaendelea nao katika mradi huu ambao umegawanya katika package mbili. Kwa sasa tupo kwenye package ya kwanza. Tuna ujenzi wa powerhouse, tuna ujenzi wa nyumba tunaita control room, lakini pia tuna ujenzi wa mtaro unaotoa maji baada ya kuzalisha. Sehemu zote hizi tatu tumeendelea nazo, na mpaka sasa kwa maana ya ujenzi kwenye eneo la civil works tupo 50%. Kipekee kabisa tunaishukuru sana Arusha Technical College kwa maono yao. Maono yao ndio yaliyotufanya sisi kuwa hapa. Kampuni ya Kichina iko hapa, lakini pia kampuni ya Kizawa iko hapa. Kupitia mradi huu inatujengea sisi wa Tanzania uzoefu wa kazi. Binafsi ni mwanafunzi aliyehitimu kupitia chuo cha ufundi Arusha, nikisoma fani ya civil and irrigation. Na baada ya hapo chuo hicho kimenitengeneza, kimenifanya kuwa mhandisi, na nimeweza kufanya kazi katika miradi mbalimbali. Kitu ambacho kwa kipindi ambacho sisi tunasoma Arusha ilikuwa kupata nafasi ya kusoma kwa vitendo, ilikuwa mpaka unapoenda field nje ya taasisi. Lakini kwa sasa hivi wanafunzi wa hydropower katika chuo cha ufundi Arusha watapata fursa ya kujifunza kwa vitendo zaidi, na katika kwenda nje ya taasisi itakuwa kwa ajili ya utekelezaji wa kazi maalum. Kwa mradi huu nashukuru sana kwa maana niliyopata hapa kwa mradi. Nashukuru sasa hivi naendelea vizuri. Hakuna tatizo lolote. Tuko fresh, viongozi wote wako sawa. Hakuna tatizo lolote kutoka kwenye mradi wote. Kwa kuwa nashukuru sana kwa muda huu na miezi miwili sasa tangia nianze. Kwa kweli nashukuru sana, niendelee na mradi. Kwa kweli na ushukuru, maana nimeendelea kila kitu. Sasa hivi na kwenye mradi sasa hivi kuna mambo natengeneza. Kwa kweli nashukuru sana mradi ulivyokuja. Sasa hivi maisha yanaenda salama. Hiki ni kivuko maalum cha wapita kwa miguu. Licha ya kwamba eneo hili linatumika, na tumeona mradi mkubwa wa kuzalisha umeme ambao utatumika hasa kwa kufundishia, lakini pia utazalisha umeme ambao utaingizwa katika gredi ya taifa. Eneo hili pia mkakati wa chuo cha ufundi Arusha ni kuwekeza katika masuala ya utalii. Eneo la jiografia linalovutia ambapo watalii na hata wa ndani na wa nje wanaweza kuja hapa. Ni eneo la kuvutia mno ambalo linaweza kujenga simulizi ya kubadilisha mno maisha ya wananchi. Kama unavyojua utalii na wenyewe ni uchumi na simulizi ya mambo mengi. Wachache sana wanaweza kupita hapa, wengine wameshindwa kabisa. Kutoka eneo ambalo ulikuwa mto tu unapita hapa, taaluma inawekwa hapa na kufanya mageuzi makubwa
ni mradi wa uzalishaji umeme wa maji Kikuletwa. Unaweza kusema ni Julius Nyerere ndogo inafanyika hapa. Chuo cha Ufundi Arusha kinaweka hapa utaalamu ambao utazalisha wataalamu vizazi na vizazi. Itaifanya Afrika kujivunia kutoka hapa. Na awali tulikuwa na Profesa Musa Chacha tukizungumza mawili matatu, nikamwambia ngoja nipotee kujaribu kuangalia kuna nini kwenye kampasi. Simulizi za kusisimua mno, wataalamu wakionyesha suluhu ya mambo. Profesa, hongereni sana. Asante sana ndugu yangu. Nipata fursa ya kuzunguka na kutazama namna ambavyo mageuzi yanaendelea hapa. Nashukuru sana. Kwa namna gani kichwani una picha kubwa ya Chuo cha Ufundi Arusha hasa kwenye kampasi hii ya Kikuletwa? Nashukuru sana kunipa nafasi tena mara nyingine tena. Na nafikiri umepita umeona kazi inayofanyika. Na unakumbuka kwamba sio muda mrefu sana Mheshimiwa Rais alizindua ile sera ya elimu ile ambayo ni 2014 tole mwaka 2024. Na katika hilo ndipo likuja ile swala la mafunzo ya amali. Sasa vijana wetu wakiwa wanasoma huko, tayari tumeshajipanga si kuwapokea wale ambao wanapenda kuwa mafundi upande wa hydropower. Watakuwa wanafundishwa hapa. Na mambo yote yanahusiana na uzalishaji wa umeme kupitia njia ya maji. Lakini vile vile hii itakuwa tu kwa ajili ya Tanzania. Unajua Tanzania si ni wema. Na tangia zamani tumekuwa sisi tunawasaidia sana nchi zote za huku Afrika. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wananchi wengine, vijana wengine kutoka sehemu mbalimbali watakuwa kuja kujifunzia hapa. Sifahamu huko chini Afrika, kusini mwa Afrika kote. Sifahamu chuo chochote ambacho kina kitu kama hiki. Kina hydropower. Hiki litakuwa chuo cha kwanza kabisa. Kwa maana hiyo ni kwamba lazima watu wengine nchi mbalimbali watakuja kujifunza watoto wao hapa. Kwa sababu hapa watakuwa wanajifunza, sio kujifunza kusimuliwa darasani, wanafanya kwa vitendo. Profesa, nakupongeza sana na hongereni. Nashukuru sana. Tutatazama mara kwa mara, tutazame mageuzi haya mpaka linakuwa jambo kutoka kwenye maneno na mpaka sasa utekelezaji mpaka mwisho. Asante sana. Asante sana. Karibuni tena. Asante sana. Asante. Asante. Ni mageuzi yanayoendelea hapa na hii ni elimu ya Tanzania. Najua wengi walikuwa na maneno na hasa wasiokuwa na taarifa vizuri walikuwa na wasiwasi na maneno ya jumla tu kwamba elimu ya Tanzania ina changamoto. Huu ni mradi wa kuzalisha umeme kwa kutumia maji. Unatengenezwa hapa na hiki ni Chuo cha Ufundi Arusha. Wataalamu wako hapa, wanajifunza, wanatengeneza na wanafunzi wanatengeneza hapa. Ikirejesha Tanzania katika msimu wake wa kuhakikisha kwamba sasa Afrika inakuwa na wataalamu wa kutosha. Mliokuwa na wasiwasi na elimu ya Tanzania, mambo yako huku na maendeleo yanaonekana. Bila shaka umefuatilia makala hii ya Suluhu. Tunatazama namna ambavyo wataalamu wanavyotafuta suluhu katika masuala mbalimbali. Hizi ni zama ambazo nishati jadidifu ni muhimu. Mkakati mkubwa ukiendelea, Afrika na Tanzania ikiwa champion kuhakikisha kwamba ifikapo 2030 kwamba sasa zaidi ya nusu ya Waafrika waweze kufikia nishati jadidifu. Kinachoendelea hapa kinatoa nguvu kubwa kwamba sasa wataalamu watatoka Tanzania na wengi watakuja kujifunza hapa. Watatokea wapi? Katika Chuo cha Ufundi Arusha. Bila shaka umefuatilia makala hii ya Suluhu na sasa tufike mwisho. Dakika chache za kutazama mageuzi katika taaluma ya Tanzania yakitokea hapa. Mimi naitwa Amini Anthony Mgeni. Asante, mpaka wakati mwingine. Suluhu, kazi iendelee.